Ndugu wapendwa wa Kristo, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumapili, Dominika ya 5 ya Pasaka. Tusikilize muhtasari wa masomo ya leo. Leo Dominika ya 5, somo la kwanza limetoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 6 aya ya 1 hadi 7. Katika somo hili tunaona jumuiya ya kwanza na waumini jikabiliana na changamoto za huduma, lakini kwa hekima, sala yote ziliwaunganisha tena. Na katika wimbo katikati umetoka katika Zaburi ya 33 aya ya 1 hadi ya 2, aya ya 4 hadi ya 5, aya ya 10 hadi ya 19. Na katika wimbo huu tunaona mwaliko wa kumsifu Mungu kwa moyo wa shukrani, tukitambua uaminifu wake na fadhili zake kwa wale wanaomtumaini. Na somo la pili leo limetoka katika waraka wa kwanza Mtume Petro sura ya 2 aya ya 4 hadi ya 9. Na katika somo hili tunaona waumini wakitambulishwa kama mawe yaliyo hai yanayojengwa juu ya Kristo kuwa nyumba ya kiroho na taifa teule lenye wito wa kutangaza matendo ya Mungu. Na katika somo la Injili siku ya leo limetoka katika Injili ya Yohani sura ya 14 aya ya 1 hadi ya 2, ambapo tunaona Yesu Kristo akiwafariji wanafunzi wake na kujifunua kama njia, ukweli na uzima, na akitoa tumaini na mwelekeo wa maisha. Nakaribishe tuweze kutafakari masomo haya, na ujumbe wa tafakari hii ya leo ni mimi ndimi njia na ukweli na uzima, ambapo ni maneno ya Bwana Yesu aliyesema katika Injili. Safari ya neno la Mungu leo inaanza na hali halisi kabisa ya maisha ya jumuiya ya kwanza ya waumini. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume tunaona watu wakiongezeka, imani ikikua, lakini pia changamoto zinajitokeza. Wajane wanasauliwa na manunguniko yanaanza, na tofauti za kijamii zinaonekana. Hii ni picha halisi ya maisha ya binadamu. Hata pale ambapo kuna imani, bado wakati mwingine kunaweza kuwa kuna udhaifu wa kibinadamu. Mitume hawakukimbia hali hiyo ilipotokea, bali waliikabili kwa hekima na sala. Hivyo tunafundishwa changamoto zozote zile ambazo huenda zikatokea katika maisha yetu, tuweze kuzikabili kwa njia ya hekima na sala, na sio kutumia akili zetu tu peke yetu, tutashindwa. Walitambua kuwa katika changamoto hiyo walihitaji mwongozo sahihi wa kufanya maamuzi. Na kama nilivyotangulia kusema, kichwa cha habari cha tafakari hii ya leo, mimi ndimi njia. Tukimwelekea Yesu, yeye kama njia, daima tutapata uzima. Walitambua katika kuwa changamoto hiyo walihitaji mwongozo sahihi wa kufanya maamuzi. Hekima yao haikutoka katika uwezo wao wenyewe, bali katika kumtegemea Kristo ambaye ndiye njia, ukweli na uzima. Katika sala walipata njia ya kufuata, wakatambua ukweli wa kile kilichokuwa kinatokea, na wakapata uzima mpya wa jumuiya uliowaletea umoja na ukuaji. Hii inagusa sana maisha ya sasa. Familia zetu nyingi zinapitia hali ya kutokuelewana. Sehemu za kazi zina migongano ya majukumu, na jamii zetu zinakumbwa na mgawanyiko. Mfano, katika familia, mzazi mmoja anaweza kujihisi kubeba mzigo mkubwa kuliko mwingine. Kazini, mtu anaweza kuona kama juhudi zake hazitambuliwi. Neno la Mungu linatualika kuleta mambo haya katika sala, kumruhusu Kristo aongoze maamuzi yetu na kujenga utamaduni wa kushirikiana. Pale tunapomweka yeye katikati, tunaanza kuona njia ya haki, ukweli wa hali halisi na uzima wa amani unaorejesha uhusiano. Ndugu waumini, somo la pili leo linaendeleza ujumbe huu kwa kina zaidi. Mtume Petro anatuelekeza kumuona Kristo kama jiwe lililo hai, na sisi kama mawe yaliyo hai tunajengwa kuwa nyumba ya kiroho. Hii ni taswira yenye nguvu sana inayotuonyesha kuwa kila mmoja wetu ana nafasi katika mpango wa Mungu. Hakuna maisha yaliyo pembeni. Kila mtu amealikwa kushiriki katika ujenzi wa jumuiya ya amani. Katika maisha ya kawaida, watu wengi hupitia nyakati za kujihisi hawana thamani. Kijana anatafuta kazi anaweza kukata tamaa. Mama anayejitolea kwa familia anaweza kuhisi kuchoka bila kutambuliwa. Mwanafunzi anaweza kuona juhudi zake hazizai matunda haraka. Lakini neno la Mungu leo linawainua kwa kusema kuwa wao ni mawe yaliyo hai,
Kila tendo jema lina mchango wake. Kila uvumilivu una nafasi yake. Kila sala ina nguvu katika jengo la Mungu. Hivyo kila mmoja ana nafasi yake katika kutumikia Kristo, katika taifa la Mungu. Kristo yeye ni jiwe lililo hai, jiwe kuu, na sisi ni mawe ambayo tunapaswa tuambatane kama Kristo. Jiwe kuu linaambatana na mawe mengine ambayo yanabeba jengo. Ni kama kwenye msingi kunakuwa kuna jiwe kuu, nguzo kuu iliyoshikilia jengo, lakini nguzo kuu inaambatana na mawe mengine ambayo ndio sisi, ambao tunapaswa kumtegemea yeye aliye mkuu, kumtegemea Kristo. Katika dunia hii ya leo inapima mafanikio kwa mali na sifa za nje. Ujumbe huu unaleta mwanga mpya kwamba thamani ya mtu inaonekana katika jinsi anavyoishi na upendo. Mfano, mtu anayesaidia wengine kwa moyo wa dhati, anayesikiliza kwa huruma na anayesimama kwa haki, anajenga dunia yenye utu zaidi. Hii ni namna ya kuwa jiwe hai katika maisha ya kila siku. Mtume Petro anaendelea kusema kuwa waumini ni taifa teule na ukuhani wa kifalme. Hapa kuna mwaliko wa kuishi maisha yenye kusudi. Kila Mkristo anaitwa kuwa na ushuhuda wa matendo mema. Mfano, mfanyakazi anayefanya kazi kwa uaminifu bila kusimamiwa anaonyesha nini? Anaonyesha uadilifu. Mwanafunzi anayesimama katika ukweli hata inapokuwa vigumu anaonyesha nguvu ya tabia njema. Mtu anayesamehe anafungua mlango wa amani. Haya yote yanaonyesha maisha yaliyojengwa juu ya Kristo. Kuna story niliyoisikia kwamba daima kile kilichomo ndani yetu ndicho kinachotutambulisha kuwa sisi ni nani. Mfano, mlevi, ile ni yule mlevi, na levi ni kile kitu kilichomo ndani yake, maana kwamba ametumia kitu ambacho ni kilevi kinamfanya kama mlevi. Mgaidi ni mtu, lakini ile neno gaidi, kwa gaidi nimefanya kama nini? Mgaidi. Na sisi ni tunaitwa Wakristo. Mkristo ni yule mtu, lakini Kristo ni yeye aliye ndani yake. Kwa hiyo chochote ambacho kimo ndani yako ndicho kinachokutambulisha. Hivyo tukijiweka ndani ya Kristo, ndiyo maana tunaitwa Wakristo, na tukijiweka ndani ya Kristo tutakuwa watoto wa Kristo, tutakuwa wafuasi wa Kristo. Katika nyakati hizi dunia inahitaji sana ushuhuda wa namna hii, watu wanaotafuta mifano halisi ya uaminifu. Uaminifu umepotea, upendo umepotea, na haki pia imepotea. Tunaona vita katika mataifa yetu mbalimbali, tunaona migogoro, hakuna upendo siku hizi. Mtu anaweza kaamua tu kumwangamiza binadamu mwenzake. Na pale mtu anapoamua kuishi kwa uadilifu, hata kama kuna changamoto, anakuwa mwanga kwa nani? Kwa wengine. Hii ndiyo njia ya kuonyesha uwepo wa Mungu katika ulimwengu wa leo. Tunapofika katika Injili ya leo, tunasikia maneno ya faraja kutoka kwa Yesu Kristo. Msifadhaike mioyoni mwenu. Maneno haya yanagusa maisha yetu ya sasa, maisha yenye wasiwasi na changamoto nyingi. Yesu anafungua moyo wake na kutufundisha kuwa yeye ndiye njia, yeye ndiye ukweli, yeye ndiye uzima. Yesu ni njia katika maisha ya sasa. Katika maisha ya kila siku, watu wanakutana na maamuzi mengi yanayohitaji mwelekeo wa kuchagua kazi, kujenga mahusiano, kufanya maamuzi ya kifedha au kushughulikia changamoto za familia. Unahitaji mwanga wa ndani. Yesu anakuwa njia inayotuongoza. Mfano, mtu anapochagua uaminifu badala ya njia za mkato kazini, anatembea katika njia ya nani? Njia ya Kristo. Mtu anapochagua kuheshimu wengine na kujenga mahusiano yenye upendo, anaishi njia hiyo katika vitendo. Njia ya Yesu inaonekana katika maamuzi madogo ya kila siku yanayobeba matokeo makubwa. Hivyo pale tunapochagua kuishi maisha ya ukweli, tunapochagua kuishi katika ukweli, tunatembea katika Kristo. Daima Kristo hatembei katika njia zisizo za kweli. Haruhusu njia za udanganyifu, haruhusu njia ambazo zipo tu.
bali njia zenye uaminifu, njia zenye ukweli, njia zenye upendo, njia ambazo zinapendeza katika macho ya Mungu. Yesu ni ukweli katika maisha ya sasa. Katika ulimwengu huu tunaoishi sasa wenye mitazamo mingi, ukweli unaweza kufunikwa na sauti nyingi. Yesu anatoa mwanga unaosaidia kuona kwa uwazi. Ukweli wake unaongoza dhamiri ya mtu. Mfano, kijana ambaye anachagua maadili mema hata kama yanapingwa na marafiki, anaishi katika ukweli. Kama wewe ni kijana, uko na marafiki zako wanakuvuta twende kufanya jambo fulani, unaamua kusema mimi nachagua ukweli, nafuata njia ya Kristo, hivyo ninasimamia ukweli. Hapo umesimamia katika maadili mema, umesimama katika mwongozo wa Yesu. Mfanyakazi anayekataa rushwa na kusimama katika haki anaonyesha nguvu ya nini? Ya ukweli. Ukweli huu unaleta uhuru wa ndani ya moyo. Hivyo uaminifu unaambatana na kuwa ndani ya Yesu. Na tukifanya haya yote tunapata uzima. Yesu ni uzima katika maisha ya sasa. Sasa hivi watu wengi wanatafuta furaha ya kweli katika mambo ya dunia. Yesu analeta uzima unaojaza moyo kwa amani ya kudumu. Mfano, mtu anayejenga maisha ya sala anapata nguvu mpya kila siku. Anayetoa kwa wengine anapata furaha ya ndani. Anayesamehe anapata amani ya moyo. Huu ni uzima unaotoka kwa Mungu na unaoleta mabadiliko ya ndani. Yesu pia leo anazungumzia makao mengi katika nyumba ya Baba. Hii ni ahadi ya tumaini inayovuka mipaka ya maisha ya sasa. Inaonyesha kuwa kila tendo jema lina thamani ya milele. Mfano, mtu anayehudumia wagonjwa kwa upendo au anayevumilia katika changamoto za familia anaishi na tumaini hili kwa vitendo. Ahadi hii inaleta nguvu ya kuendeleza hata wakati wa hali kuwa kama ni ngumu. Tunapoangalia masomo haya yote ya leo kwa pamoja, tunaona mnyororo mzuri wa ujumbe. Mnyororo kwamba ujumbe umeungana kama mnyororo jinsi ulivyo, kipande hiki kachuma kanaunga kipande kingine, kinaunga kipande kingine, yote yanatoa ujumbe mmoja mzuri. Vile kichuma kinatengeneza nini? Ujumbe mmoja. Huduma ya vitendo katika somo la kwanza tumeona, utambulisho wa kiroho katika somo la pili, na kilele chake katika Injili ambako Kristo anajitambulisha kama chanzo cha yote hayo. Maisha ya Mkristo yanakuwa safari ya kumfuata Kristo, kumtafuta Kristo, kuishi katika ujenzi wa jumuiya na kuishi tumaini la uzima wa milele. Katika maisha ya sasa, mwaliko huu unakuwa halisi zaidi. Tunaitwa kuishi imani kwa vitendo katika familia zetu, katika kazini kwetu, shuleni na katika jamii. Tuishi imani kwa vitendo. Sasa hivi kumekuwa kuna kumbakumba hasa sana katika waumini wetu wa kanisa Katoliki. Asubuhi wanaenda kanisani vizuri, atatoka kweli anakimbia, unajua kuna kitu labda anakiwahi, kumbe hakuna, anaenda tena kwenye imani nyingine. Tunakosa imani kwa vitendo, na anaacha kutumia mwili wa Kristo. Haamini, hana imani, lakini anataka kwenda kutumia chakula cha Bwana ili Mungu amponye ugonjwa fulani. Huko ni kukosa imani kwa vitendo. Kila mahali tunapokuwa panakuwa nafasi ya kuonyesha upendo wa Mungu, maisha yaliyojengwa juu ya Kristo na yanayokuwa na mwelekeo, nguvu na amani ya ndani. Hivyo katika Dominika hii ya leo, tumwombe Bwana wetu Yesu Kristo ambaye anakuja kwetu leo tukiwa na mahitaji na matarajio, atuongoze katika njia iliyo ya kweli ili tuweze kuishi katika hekima na upendo. Atufundishe kushiriki katika huduma kwa moyo na unyenyekevu na kutujenga kama jiwe hai katika nyumba yake. Pia atujalie neema ya kutumaini kila siku, kuwa na matumaini, na ili siku ikiisha tuwe katika ukweli wa uzima wake na tuwe katika njia ambayo ndiyo mwelekeo sahihi. Tuwe watu wa imani kwa vitendo. Tumsifu Yesu Kristo.